الحمد لله الذي بنعمته تتم صالحات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Wapenzi wafuatiliaji, ni mimi mwanafunzi wenu Al-Habibi Yahya kutokea Dar es Salaam, Tanzania. Na leo naelezea kuhusiana na maradhi ambayo yanakuwa kimkabili mwanadamu. Ndugu zangu, ni pana maradhi sampuli 3 ambayo mwanadamu yoyote anapokuwa anaumwa au ana tabia fulani, basi maradhi yake yanakuwa yametokana na sehemu 3. Sehemu ya kwanza ya maradhi tunasema ni maradhi ya kimwili. Haya ni maradhi ambayo mtu ataumwa kichwa, ataumwa mkono, ataumwa mguu, kaumwa tumbo, kaumwa mgongo, macho, masikio ama pua. Haya ni maradhi ambayo ni yako wazi kabisa. Mtu anaweza akarahisisha kusema na mkono unaniuma, daktari hivyo akamtibia, akampatia dawa labda ya kuchua na dawa nyingine. Lakini pana maradhi ya moyo. Haya maradhi ya moyo, ndugu zangu, ni pia ni maradhi ambayo ni mapili kwa kati ya maradhi mabaya, kwa sababu haya ni maradhi ambayo huwa hayaonekani. Yani aliyekuwa nayo anayahisi, lakini mara nyingi mwanadamu ana kawaida ya kukataa kitu. Maradhi ya nyoyo au maradhi ya moyo ni yale maradhi ambayo, unajua nikisema maradhi ya moyo, kama mtu anaumwa ugonjwa wa moyo utaingia kwenye maradhi ya kimwili. Nasema maradhi ya moyo ni yale maradhi kama mtu kuwa na chuki, mtu kuwa na hasadi, roho mbaya, ulevi, mihadarati, mtu ana matusi, ana chuki, hujba, namima, kuchonganisha watu. Haya, mtu huyo anakuwa na maradhi ya kiroho. Na haya maradhi ya kiroho ni maradhi ambayo yanawasumbua watu wengi sana. Maradhi ya kiroho, yeye mwenyewe anakuwa hayaoni haya maradhi. Yeye mwenyewe anakuwa ni maradhi ambayo hayaonekani. Kifupi, ni maradhi ambayo hayaonekani. Maradhi ya moyo, maradhi ambayo hayaonekani. Na wengi katika sisi anatusumbua mtu kuwa na hali ya kutokusamehe likitokea jambo. Unajua iko hivi ndugu zangu, ni pana watu katika hii dunia, sijajua nyinyi wenzangu, lakini mimi katika kutembea kwangu nimewaona, katika kuishi kwangu kuna watu unasema huyu, yani kuna mwingine ukuta na si lazima labda awe Muislamu. Mimi pana watu unaishi nao unasema huyu amekosa ile imani, yani ile shahada tu ile amekosa kuingia peponi, lakini yeye si Muislamu au ana dini, lakini tabia zote ambazo zimezungumziwa za mtume anazo. Tabia zote ni anachunga muda, ni anachunga muamala, ni anaheshimu watu, ana roho ya kusamehe, anajituma. Pana watu roho zao zimekuwa safi, yani ana maradhi ya roho. Ukimwambia kuhusiana khairi yako anasema jazakallahu khaira, Allah akuzidishie hiyo khairi iwe nyingi. Anafurahia mafanikio yako, anafurahia kupata kwako, ana hujba, anakuzungumzia vizuri kwa watu. Akifika sehemu unasema vibaya na nyamaza kimya, hataki kukuuzi, hataki kukukosea. Yani anaepusha mbawa zake zisikuharibu kila muda. Basi nasema moja kwa moja mtu huyu ameepukikana na maradhi ya moyo. Moyo maradhi yake ni hasad. Moyo maradhi yake ni shida sana. Na mtu sema kwamba bwana ni kitu rahisi, si kitu rahisi. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah anatuambia rahimahullah ta'ala, anatuambia kila binadamu kiwiliwili chake kimeumbwa na hasad. Yani kila mwanadamu ana hasadi ile ya asiri. Ukitaka kujua kama una hasadi ya asiri, mimi nikawasimamisha nyinyi watu wawili, nikasema wewe nisomee suratul Fatiha na wewe nisomee suratul Fatiha, wote mkaisoma sawa kabisa bin sawia, nini khirufi, ahkam, tajwidi zimekaa sawa. Alafu na nikawasifia wote mmefanya vizuri, nikawapa zawadi. Wewe nikakupatia shilingi 5,000, mwenzio nikampatia shilingi 10,000. Kiuhalisia lazima utamhusudu yule nimpe 10,000. Lazima kuna kwa nini mimi mbona nipatie 5,000 na huyo kampatia shilingi 10,000? Yani hii ni automatically kwa mtu yoyote, hata mimi lazima ndajihisi vibaya, lazima nitajisikia vibaya. Sasa mtume na subhanallah, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah anasema ma khala jasad min hasad, ma khala jasad min hasadi. Ama kwa hakika au hapana shaka kila kiwiliwili kina hasadi. Akasema falqarim
yukhfi. Bali mtu ukimkuta ni mwema, ataificha ile hasadi yake isionekane. Yani kweli leo imemuuma mpata 5,000, mwenzake kapata shilingi 10,000. Leo inamuuma watu mmemaliza pamoja, shule pamoja, mmesoma pamoja, mmeanza kazi pamoja, mbona mwenzio kajenga nyumba nzuri, yeye hajajenga. Ataificha ile kitu sionekane. Anasema warahim, wallahim, ama yule mtu ambaye ni muovu, mtu mwenye shari, anasema yubdi, ataidhihirisha ile hasadi yake, ataiweka kuwa wazi, ile hasadi itakuwa mbaya. Mimi nakumbuka kisa kimoja kati ya visa vingi sana ambavyo vimenikuta katika maisha yangu. Kipindi niko sio mtoto nadhani, niko tu hivi naanza maisha, sina mbele wala nyuma. Nilikuwa nakwenda kwenye ofisi ya jamaa fulani hivi, anajishughulisha na habari za kutengeneza keki. Nashinda, niko vizuri mashallah. Wale kwa wana uwezo, yani hivyo wamkusaidia kula 1,000, 2,000, 200, unashinda, unahangaika, maisha magumu, choka mbaya. Yani iko hivyo. Sasa Mungu kidogo akanifungulia. Alhamdulillah akanifungulia. Baada ya kuwa amenifungulia, yule rafiki yangu tuko vizuri, lakini mke wake bwana akawa analeta chuki. Usishinde na huyo bwana, huyo atakufundisha tabia mbaya. Anamwambia mume wake, huyo jana tu alikuwa maskini, aeleweki, ana mbele wala nyuma, leo mara amenunua gari, sio anatembelea gari. Mwepuke sana huyo, mwepuke huyo, shetani, ibilisi. Yale maneno mimi ninasikia akizungumza, mwepuke huyo, hakufai. Sasa siku moja nilikuwa nimeenda kutembea. Sasa kule nimeenda kutembea, nikakutana na watu fulani hivi ambao pia huwa wananiona mitandaoni nikifundisha. Wale watu wakasema, "Alhabibi, huko na marafiki zako mmekuja kutembea, tunataka tukununulie kuku." Siwezi kukataa. Nikasema sawa. Sasa kila mtu akamnunulia kuku mzima. Na mimi wa kwangu akaninunulia. Mimi mara nyingi si mpenzi wa kuku. Kuku yule ikawa nimemhifadhi. Sasa wakati narudi nyumbani nikakutana na yule rafiki yangu yuko na mke wake. Yani yupo nje ya saluni, hizo saluni za wanawake. Mke wake yuko pale ndani anapata huduma ya kutengenezwa nywele, yeye anamsubiria hapa nje. Nikasimamisha gari, nikasema rafiki yangu, habari bwana, chukua hii zawadi ya kuku. Na ni kama zawadi. Akaipokea, akafurahi, basi nikaondoka. Hasa yule kuku akamchukua akampelekea mke wake kule saluni. Na kipindi nazungumza hata mke wake alikuwa akiniona pale. Sababu ni saluni ambayo inaonekana. Sasa wale wenzake wakaanza kumrekodi. Na hii clip waliniletea. Yeye hajui kama namrekodi. Anasema, "Huyu kuku utamla mwenyewe." Anamwambia mume wake, "Mimi siwezi nikamla. Huyu kwa hata Freemason haeleweki. Ana mbele wala nyuma. Leo tu mara kama unamshobokea maneno mengi kazungumza. Kwa nini? Kwani unafikiria yule mume wake yule alikuwa ana hasad? Au yule mume wake alikuwa atamania mafanikio labda nilokuwa anatamania, lakini yule ni nini? Yule ni karim, ni mwema, mcha Mungu, alim, msomi, yukfi. Alikuwa anaificha, anasema hapana. Allah kampa na amzidishie. Na mimi niko kwenye foleni na mimi nitapata. Na sio kwamba hawana, isipokuwa ni ulafi. Ni ulafi tu ambao umezidi. Kwa hiyo hayo ni maradhi ya nyoyo. Mtu akiwa na maradhi ya nyoyo hawezi kuvumilia. Kwanza maisha yake yalikuwa ni maisha ya kushindana tu. Wewe ukinunua gari hili, atavunja ratiba zake zote ya kujibu, anunue gari jingine kubwa kupita lile. Ukinunua labda TV, ataenda kununua kubwa kupita hiyo. Yaani maisha yake yeye ni kuangalia nani kafanya nini na mimi nifanye nini. Hao ndio watu ambao wana maradhi ya nyoyo. Sasa nyoyo zao hizi zinakuwa hazina nini? Tumanina, wanasema tumanina. Tumanina bi maana mtulizano, azitulii. Yaani akiamka asubuhi, ukifanya kitu umemripua roho yake itulii mpaka na yeye afanye. Sasa bwana, si haweze. Mtu kama huyu akiona sasa anataka kufanya kama wewe anashindwa, ataanza kukuchukia wewe, na kama ana roho ndogo kabisa ataenda kukuroga. Haya ni maradhi ya nyoyo, maradhi mabaya sana, na wengi wetu tupo nayo. Na kuna maradhi ya mwisho tunasema maradhi ya nyoyo hayo.
Maradhi ya mwisho ni maradhi ya kiroho. Maradhi ya kiroho. Haya ni maradhi ya kurogwa. Na maradhi haya maradhi haya sasa haya ya kiroho yanapelekea mpaka mtu anapata maradhi ya nyoyo, na yanapelekea mtu anapata maradhi ya kiwiliwili. Maradhi haya ya kiroho. Haya ni maradhi ambayo yanasababishwa na mashaitani au na mfumo fulani wa maisha ambayo mtu ameishi. Ameteleza kuishi mfumo mbovu, hivyo mashaitani yakamvaa akawa na maradhi ya kiroho. Sasa maradhi ya kiroho yanaanzia haya maradhi ya kiroho, kwa sababu roho ni nini? Nani anataka nionyesha roho? Mimi sijawahi kuiona. Tunachinja mbuzi, tunachinja kuku, tunachinja ng'ombe. Ili mnishe kuiona roho wenzangu? Labda hii ndo roho. Roho ni kitu ambacho hakionekani. Angalia wale makafiri wanamuuliza mtume kuhusu roho. Mtume aliwajibuje? Allah alisema waambie kwamba mjuzi wake ni Mungu. Habari za roho, mjuzi ni Mungu. Ni mambo ambayo hayaonekani. Lakini roho pia huwa zinasibiwa na maradhi ya kishaitani, ambayo asili ya maradhi ya kiroho huanzia katika mfumo wa akili. Baadaye huja katika mfumo wa kuvuruga moyo, baadaye kiwiliwili kizima. Mtu anaanza kutengenezewa kichwani kuwachukia wanawake. Baadaye moyo wake ndio kabisa hataki wanawake. Baadaye kiwiliwili pia akifanyi kazi. Kabisa hakifanyi kazi, akinyanyuki. Hawataki. Ndio tukaona maradhi ya kiroho pia ni maradhi mabaya, ambayo pia asili ya maradhi ya kiroho ni uchawi. Ulimwengu wa kiroho asili yake uchawi, ambao pia huanza kuasili akili. Ama sampuli ya pili ni mfumo wa maisha mtu unaishi. Mfumo wako wa maisha unaoishi unaweza kupelekea ukapata maradhi ya kiroho. Mfumo wa maisha ambayo mtu wewe unaishi unaweza kukupelekea. Mfano hata hii issue ya kuchukia watu, hii roho, maradhi ya kiroho haya, maradhi ya kimoyo, chuki hizi huwa zinazalisha maradhi ya kiroho. Baadaye roho yako inakuwa automatically ni mbaya, roho yako inakuwa ina uchawi automatically, kwa sababu ni chuki. Roho mbaya, roho za kwa nini? Why apate? Why hivi? Why vile? Wewe ni nani? Unataka kumuuliza mtu kwa nini apate? Wewe ni nani? Kakilimiwa na Allah. Ukimwona mtu mkarimu kanona sana, alimfanya akanoga ni Allah subhanahu wa ta'ala. Maana wewe nani mpaka uanze kumuuliza mtu mbona kapata, mbona kafanyaje? Hizo ni roho mbaya. Hizo ni chuki. Hasad azifai, na mwisho wa hasad ni kaburini. Mwisho wa hasad ni shimoni. Mwisho wa hasad utakuwa hata ukila ugali una raha. Nasema ukipewa na Allah, usitazame tajilani yako kapewa nini. Sema alhamdulillah ala kula hali, Allah amenipa hichi kibovu mimi, alhamdulillah. Wewe ukitaka kuangalia namna gani, nilishasema siku moja, ukitaka kupimanisha nguo zako na nguo za jirani yako, utakuja kujiona wewe huvai isipokuwa matambala ya deki. Ukitaka pimanisha chakula chako na chakula cha jirani, utakuja jiona wewe huli isipokuwa nini? Isipokuwa chakula cha mbwa, maronyalonya. Ukitaka pimanisha wewe vile waishi na ambavyo waishi wenzio, utajiona wewe unaishia na wenzako ndio wanaishi. Shikamana na njia yako. Shikana mikono na watu. Na ikiwa huoni watu wa kukushika mkono, chukua mikono yako, weka mfukoni, nenda na njia yako, na inshallah Mwenyezi Mungu atakufungulia. Minal ladhina yastami'una alqawla fayattabi'una hasana, walhamdulillahi rabbil alamin.